DEP TV. Kwa muandaaji wa marathon wa Tulia Trust, kwa kweli amekuwa ni muandaaji wa utofauti sana ukilinganisha na marathon nyingi. Kama unavyojua marathon nyingi huwa tunaposema marathon tunamaanisha kilomita 42 mbio ya barabarani, lakini tukio hili la michezo ya riadha la Tulia limekuwa likihusisha mbio za barabarani kwa maana ya kilomita 42, kilomita 21 na kilomita 10 pamoja na ile kilomita 5 ambayo ni kwa ajili ya viongozi, lakini pia limekuwa ikihusisha michezo mbalimbali ya viwanjani. Miaka ya nyuma ilikuwa ni kwa ajili ya mbio tu za kukimbia humu viwanjani, lakini mwaka huu wameongeza mchezo mmoja ambao ni wa miruko. Haya ni maendeleo makubwa sana kwa mchezo wa riadha, kwa sababu kama tunavyojua taasisi pekee binafsi Tanzania ambayo imekuwa ikiandaa mashindano ya mbio za viwanjani ndio hii Tulia kwa watu wazima, ukiunganisha na ile taasisi ya TAYAC ambayo imekuwa ikiandaa kwa ajili ya mbio za watoto. Kwa hiyo tunachukua fursa hii kwa kweli kushukuru sana taasisi ya Tulia pamoja na kuwapongeza kwa haya wanayoyafanya, kwa sababu yana mchango wa moja kwa moja katika maendeleo ya mchezo wa riadha. Hii Tulia Marathon na namna ambavyo umeelezea tofauti na marathon nyingine inaongeza nini kwenye mchezo wa riadha Tanzania? Kwa kweli ina faida kubwa kwa mchezo wa riadha katika mkoa wa Mbeya, lakini pia na kwa Tanzania kwa ujumla. Kwa mfano tu unaweza ukaona kila mwaka ambapo wamekuwa wakifanya hizi mbio zao, wamekuwa wakiboresha hii sehemu ya kukimbilia katika uwanja wa Sokoine, na mwaka huu ndio imekuwa imetia fora, kwa sababu kama unavyoona uwanja umechongwa upya, umeshindiliwa vizuri, na ninathubutu kusema kama mtu ambaye nasimamia utendaji katika mchezo wa riadha, kwa sasa hivi uwanja bora zaidi wenye njia ya kukimbilia isiyo na artificial running track Tanzania ni huu uwanja wa Sokoine, kwa sababu wameuchimba vizuri, wamemwaga maji, wameshindilia, na hata wachezaji wako very comfortable kukimbilia hapa. Hakuna uwanja mwingine ambao hauna artificial running track wenye kiwango cha namna hii ambayo uko nao sasa hivi uwanja wa Sokoine. Kwa hiyo huu ni mchango kwanza kwenye riadha hapa Mbeya, lakini na taifa, kwa sababu unaona wachezaji waliokuja kushiriki katika mashindano haya wametoka maeneo mbalimbali nchini. Tena kuna Watanzania wengine ambao walikuwa Kenya, wameweka kambi kule, wamekuja kwa ajili ya kushiriki haya mashindano ya Tulia. Na kwa kuheshimu hilo, tumeruhusu mwaka huu, yapo mbio ilikuwa haijaingia kwenye kategoria international, lakini kutokana na mchango mkubwa ambao iko nao katika mchezo wa riadha, sisi kama shirikisho tumeruhusu tualike na Wakenya ili kuleta hamasa zaidi na kutoa ushindani kwa wachezaji wetu kupata time bora, sababu ni mbio kubwa. Unapokuwa unashindanisha wakati peke yake wanakosa ile challenge, na wakati mwingine watu wanashinda kwa time ambazo si nzuri sana. Sasa kwa sababu ni mashindano muhimu, tunachagulia wachezaji hapa kuenda kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa, tunahitaji kuwa na time bora zaidi. Kwa hiyo tumeruhusu, kuna Wakenya kadhaa na Waganda kadhaa ambao na wenyewe watashindana hapo kesho pamoja na Watanzania ili kuboresha muda, lakini ili kuendelea kuikuza zaidi ndio hii ya Tulia. Kwa majina naitwa Luiza John, ni mratibu wa Mbeya Tulia Marathon, ambao kwa sasa hivi naitwa Betika Mbeya Tulia Marathon. Mashindano ndo tumeanza leo. Mashindano yamependeza na kiwanja kimekuwa kizuri kwa mbio za uwanjani. Wachezaji nadhani wameenjoy kwa sababu ya maboresho ya uwanja kwa sasa hivi. Na kesho tutakuwa na mbio za barabarani ambapo kutakuwa na kilomita 10, kilomita 5, kilomita 21 na kilomita 42 ambazo zitaanzia uwanja wa Sokoine hapa na pia zitamalizika wamemix wanawake na wanaume. Kwa kweli mwitikio ni mzuri, kwa sababu mpaka wengine wamefika hatua mpaka sasa hivi wanataka kujisajili, lakini wako sehemu mbali ambao wanakupigia simu, yuko Mwanza, yuko Morogoro, anataka kujisajili, ambacho kitu ambacho hakiwezekani kwa sasa hivi kwa sababu ameshachelewa. Kwa kweli mwitikio ni mkubwa na wanaenjoy mashindano haya kwa sababu yana sehemu mbili ya mashindano. Kuna mbio za uwanjani na mbio za barabarani. Kwa hiyo tunaomba wadau wengine wafanye mashindano kama haya kwa sababu yanasaidia kutafuta vipaji vingine kwa ajili ya mbio za marathon. Kwa sababu sasa hivi marathon zimekuwa nyingi sana. Lakini tutakapoweka mbio za uwanjani
tutaweza kupata wachezaji wengine wazuri watakaoweza kufanya vizuri kwenye mashindano ya nje. Pia tumeweza kuweka na mashindano ya watoto ili tuweze kuibua vipaji na kuviendeleza, kwa sababu Mbeya Tulia Marathon na mbio za ndani ambazo ni uwanjani, na pia tuna mbio ambazo ni za barabarani. Wewe ni mratibu. Leo hii tumeshuhudia Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweza kushiriki, lakini vipi kwa wageni maarufu ambao kesho tunatarajia kuwa nao? Wageni wapo wa kutosha, kwa sababu watataka kumsapoti mheshimiwa, kwa sababu mheshimiwa naye huwa ni mwanamichezo, si kwamba anacheza riadha tu, pia hata netball, anashiriki mashindano mbalimbali ya riadha, mabunge, kwenye mabunge mpaka nje ya nchi huwa anakwenda kushiriki mashindano. Kwa hiyo hao wageni wanakuja kusapoti mbio yake, nadhani watakuwa wengi zaidi, kwa sababu wanajua mheshimiwa ni mtu wa michezo. Tumezungumza na washiriki, wamesema changamoto ni kwamba wachezaji wako wengi lakini michezo ni dogo, wakisema kama kuna uwezekano basi next time muongeze michezo mingine kama kurusha tufe na nini. Kuna mipango yote ya kuongeza michezo kama tulivyoona mwaka huu? Tunashukuru kwa hilo. Kama wanaona kwamba wana uhitaji wa michezo mingine katika mbio zetu hizi, kwa kuwa mwaka huu tumeongeza mchezo mwingine. Nadhani mnaelewa ule mchezo wa kuruka chini ambao ni long jump umechezwa mwaka huu, tumeongeza, na tukijali wa Mungu Mwenyezi akitujalia tutaongeza michezo mingine ambayo ni wa kurusha puki, kurusha tufe, tunaweza tukaongeza pia michezo mingine ambayo imebaki. Wito wako kwa wananchi na wadau wengine? Kwangu zaidi ni kwamba tunaomba wana Mbeya watoe watoto wao waje wacheze, kwa sababu zawadi nyingi hazibaki hapa, zinaenda mikoa mingine. Kwa hiyo tuache watoto waje wacheze, wapate uzoefu, ili wanapokuja wale wengine wajue kwamba kweli Mbeya ina wachezaji kama zamani. Kwa sasa hivi kwa kweli hatuna wachezaji Mbeya, ingawaje mheshimiwa katupa kitu kizuri na kama hiki mnachokiona, lakini bado wachezaji wa Mbeya hawajajitokeza kwenye mbio za uwanjani wengi. Kwa hiyo tunaomba wazazi watoe watoto wao ili tuweze kupata wachezaji wengi watakaowakilisha mashindano ya ndani na nje ya nchi kwa mkoa wa Mbeya kama zamani. Asante. Asante. Leo tarehe 9 mwezi wa 5 tulikuwa na mbio fupi za ndani ya uwanja, kwa jina rasmi inaitwa track, ambao tulikuwa nakimbiza kilomita mita 100, 200, 400, 800, 1500, lakini tulikuwa na mchezo mpya ambao unaitwa long jump, kuruka chini, ambao na wenyewe ni mchezo mpya kwetu. Tumeweza kutambulisha leo na washiriki walikuwa wengi, lakini pia tulikuwa na mbio za watoto, michezo ya watoto ambao ni tarehe 9. Tarehe 10 tutakuwa na full marathon kilomita 42, half marathon kilomita 21, tutakuwa na kilomita 10, lakini tutakuwa na kilomita 5 ya fun run, na michezo ya watoto pia itaendelea na siku ya kesho tarehe 10 mwezi wa 5. Kwenye upande wa wageni, nani anatarajiwa kuwa mgeni rasmi? Kwenye upande wa wageni rasmi, kwanza tutakuwa na mkurugenzi mwenyewe wa Tulia Trust ambaye Daktari Tulia Ackson ambaye ni spika wa bunge, lakini tunategemea kuwa na mgeni rasmi wa mashindano hayo kuja kufunga mashindano yetu, Mheshimiwa Daktari Biteko ndio ambaye atahusika kuja kufunga mashindano yetu siku ya kesho. Mbio za mwaka huu zimelenga nini? Mbio za mwaka huu bado zimelenga kuboresha miundombinu ya elimu na afya, lakini pia na makazi ya watu wanaoishi kwenye mazingira magumu, ambao tulishaanza kuyafanya na bado tunaendelea kufanya kama Tulia Trust. Mwitikio wa washiriki ukoje kwa msimu wa 9? Msimu wa 9 kwetu umekuwa ni mzuri sana na neema sana kwetu, kwa sababu mwitikio umekuwa ni mkubwa, washiriki wamekuja kwa wingi na wako wengi. Kwa mashindano yanafurahisha, kuanzia mbio za ndani mpaka mbio za uwanjani. Washiriki ni wengi sana, naamini sasa watu wameanza kutambua nini taasisi inafanya, kwa sababu tukikusanya fedha zinarudi kwenye jamii. Kwa hiyo na wenyewe wameanza kutambua kwamba kitu kinachofanyika ni kizuri, kwa hiyo kushiriki kwao ni sehemu pia kuisaidia jamii yetu.
Kwa tunachopokea kinarudi kwa wananchi. Ukiachana na kukimbia, ni nini cha ziada ambacho kitakuwepo kwa ajili ya kuwafurahisha na kuwaburudisha washiriki? Tutakuwa na mambo mbalimbali kama nyama choma, tutakuwa na burudani mbalimbali za wasanii mbalimbali. Tutakuwa na msanii mkubwa sana kutoka Wasafi, atakuwepo na crew yake yote, lakini tutakuwa na Levani, tutakuwa na mwanadada Abigaili naye atakuwepo kutumbuiza, lakini tutakuwa na bado wasanii mbalimbali kwenye tasnia mbalimbali kama stand up comedy, tutakuwa na waigizaji, tutakuwa na mambo mengi sana. Kwa hiyo burudani zitakuwa za kutosha.